Kwa nini Mungu katika Agano la Kale alipotaka kujidhihirisha kwa watu wake, kujifunua, au alipotaka kuwasamehe watu wake, kwa nini alihitaji damu ya wanyama? Ni swali ambalo kila aliyemwamini Yesu Kristo anapaswa kujiuliza. Tutaangalia sababu mbalimbali, utanifuatilia. Sababu kuu ya kwanza, damu inawakilisha uhai, sawa sawa na Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11, ambayo inasema, kwa kuwa uhai wa mwili upo katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Mungu aliwaambia, andaeni madhabahu, andaeni sehemu ya mimi nitakapokuja kujifunua. Katika hiyo madhabahu chinjeni, mwageni damu hapo ya wanyama. Nitakapoiona hiyo damu, nitaitumia hiyo damu kama sehemu ya nini? Ya upatanisho wa nafsi zenu na mimi Mungu, ili watu wamsikie Mungu na waweze kumwona Mungu. Damu ya wanyama ilitumika kama sehemu ya kivuli ya damu halisi ambayo Mungu aliyoikusudia. Sababu ya pili, kupitia damu za wanyama kama sehemu ya kivuli, Mungu anatengeneza agano kwenye uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Kutoka, andika Kutoka sura ya 24 mstari wa 8. Mungu alifanya agano na wana wa Israeli katika mlima Sinai. Ilikuwa ni alama ya kuthibitisha kwamba atatembea nao na hawa ni watoto wake kupitia damu. Kutoka sura ya 12 mstari wa 13. Damu ya mwana kondoo wa Pasaka iliweka alama ya ulinzi wa Mungu juu ya nafsi za wana wa Israeli kule Misri. Ukisoma hiyo Kutoka 12:13, Mungu anasema, nitakapoiona hiyo damu nitapita juu yenu. Ule uzaliwa wazao wa kwanza katika nchi ya Misri ya makabila yote, nyumba ambayo ilikuwa haijapakwa damu katika miimo, yule malaika anayeharibu aliharibu kila mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo damu imekuwa ni nini? Ni ulinzi wa mtu juu ya maisha yetu. Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 anasema, hakuna mzaliwa wa kwanza katika nyumba iliyokuwa na damu aliyekufa. Inamaanisha Mungu aliwalinda kupitia agizo la damu ya mwana kondoo wa Pasaka, watu wake wasiweze kufa. Sababu ya tatu, dhabihu ya damu ya wanyama ilitumika kama kivuli cha kuandaa njia au mazingira ya uwepo wa Mungu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, Waebrania 9:22 anasema, na katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Andika Waebrania 9:22. Katika Torati vitu vyote vilikuwa vinasafishwa kupitia damu. Pasipo hiyo damu hakuna ondoleo, hakuna usafi wa nafsi za watu. Dhabihu zote za damu za wanyama zilikuwa zinamwelekezea Yesu Kristo, zilikuwa zinampointi Yesu Kristo, maana zote zimefanya kuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Andiko la Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 na ule wa 17 anasema, mambo haya yote ni kivuli cha mambo yajao, bali mwili
ni wa Kristo. Mambo haya yote ya kutumia damu za wanyama yote na mafumbo yote na vivuli vyote katika Agano la Kale ni kivuli kwa ajili ya wokovu ambao ulipaswa kupitia Yesu Kristo. Anasoma kwenye Wakorintho wa kwanza, anasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 anasemaje? Anasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Biblia inamwita Yesu Kristo ni Pasaka wetu. Yesu Kristo ni nani? Ni Pasaka wetu. Ametolewa kwa ajili ya nafsi zetu sisi. Pasaka, kondoo wa Pasaka kwenye Kutoka sura ya 12 alikuwa ni yule mnyama aliyoandaliwa, mnyama asiyekuwa na doa, asiyekuwa na dosari, mnyama wa mwaka mmoja, ndiyo kondoo wa Pasaka aliyoandaliwa. Lakini alikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Yesu Kristo alipokuja amefanyika kuwa ni nani? Ni Pasaka wetu. Kwa hiyo uhai aliyoutoa ameutoa kama sehemu ya kupatanisha nafsi za watu waliowekwa mbali na Mungu. Mathayo sura ya 12 mstari wa 8 anasema Yesu Kristo alisema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Sabato sio siku tena, pumziko sio tena siku ya saba. Pumziko la Mungu lipo katika nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndivyo ilivyo Pasaka, sio sherehe inayoadhimishwa katika siku. Pasaka ni Yesu Kristo, ni personality, ni nafsi ya Yesu Kristo. Ndiyo Pasaka na ndiyo Sabato yenyewe. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa, akasema kwenye Mathayo 11 mstari wa 28-29, Yesu mwenyewe anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, nami nitawapumzisha. Yesu Kristo ndiyo pumziko la kweli na sio siku ya saba. Yohana alipomwona Yesu Kristo, Yohana sura ya 1 mstari wa 29, Yesu Kristo alipokuwa anatokea wakati Yohana Mbatizaji anabatiza, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu Kristo alimwita Yohana Mbatizaji, Yohana Mbatizaji alimwita Yesu Kristo ni mwana kondoo wa nini? Wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Mwana kondoo wa Mungu ni kivuli cha Yesu Kristo. Kwa damu iliyochinjwa Agano la Kale ya wanyama, sababu kubwa ilikuwa ni kupatanisha nafsi za watu. Na kwa damu Yesu Kristo aliyoitoa ni kwa ajili ya kupatanisha nafsi za nani? Za watu. Nitakusomea Waibrania sura ya 9 mstari wa 12 na ule wa 24. Mstari wa 12 nasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Mstari wa 24 anasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni, hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Mungu aliingia, Yesu Kristo aliingia patakatifu ili aonekane machoni pa Mungu kwa ajili ya nafsi ya yule mwenye dhambi. Nisikize vizuri. Swali la kujiuliza, huyu Yesu aliingia patakatifu lini? Aliingia patakatifu ili aonekane machoni pa Mungu kwa ajili ya nafsi zetu. Aliingia lini? Yohana 20 mstari wa 17 anasema, Yesu Kristo anamwambia yule mwanamke, usiniguse, kwa maana sijapanda kwenda kwa Baba, sijaenda kujionesha mbele ya Baba bado. Usiniguse, utaninajisi. Isaya 59
Isaya 59 mstari wa 2 anasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake usione, hata hataki kusikia. Maovu na dhambi za wana wa Mungu wa Israeli zilisababisha wafarakane na Mungu, na Mungu aufiche uso wake kwao, na masikio ya Mungu yawasikie wanachokiomba. Hali ya dhambi, hali ya uovu inafunga masikio ya Mungu. Lakini Biblia inasemaje kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 na 18? Anasemaje? Basi 13 na 18 anasemaje? Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu ya Kristo. Mstari wa 18, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 13 kwamba katika Kristo, kwa damu yake, sisi tulikuwa mbali na Mungu, damu ya Yesu Kristo imefanyaje? Imetupatanisha, imetuweka karibu na Mungu. Mstari wa 18 anasema, Waefeso 2, katika yeye huyo sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa roho mmoja. Tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa nini? Kwa roho mmoja. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo imetupa kibali, tiketi ya kuwa mbele ya uso wa Mungu. Maana lile pazia lilikuwa likuwatenganisha katika Agano la Kale wasiingie patakatifu, lilichanika saa 9 alasiri Yesu Kristo alipokufa, alipotoa uhai wake. Lini? Kwenye Mathayo sura 27 mstari wa 46. Likachanika, na maandiko yanasema Yesu Kristo akafanya kuwa ndiyo pazia letu. Katika mwili wake amekuwa ni pazia ya kuturuhusu sisi kuingia patakatifu. Kwa hiyo maombi yangu mimi na wewe leo yanajibiwa, ni kwa sababu sio tunaomba tu kwa juhudi, kwa bidii. Ni kwa sababu ipo damu. Mungu Baba akiangalia hiyo damu ndio anatujibu. Akiangalia nafsi, uhai Kristo aliyotoa, ndio anatujibu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20 inasema, damu ya Yesu Kristo imetuletea amani